Karibu mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi. Hapa nakuletea ripoti maalum kuhusiana na maisha ya raia wa nchi ya Ukraine ambayo yanazidi kuingiwa na hofu kubwa siku hadi siku kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya Urusi katika ardhi ya Ukraine. Karibu tuungane pamoja mwanzo hadi mwisho. Maisha ya raia wa Ukraine yameingia katika hali ya hofu kubwa na wasiwasi usio wa kifani kutokana na ongezeko la mashambulizi makali yanayofanywa na jeshi la Urusi katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Miji mikubwa kama Kharkiv, Donetsk, Luhansk na maeneo mengine kama Kiev na kaskazini mashariki mwa Ukraine yamekumbwa na vita vikali, mashambulizi ya anga, makombora na vita vya ardhini vinavyoendelea kusababisha maafa makubwa kwa raia wa kawaida. Raia wengi wanaripoti kukosa usalama wa msingi kama vile makazi salama, maji safi, umeme na huduma za afya kutokana na uharibifu wa miundombinu muhimu na mashambulizi yanayoendelea. Hali hii imesababisha maelfu ya watu kuwa wakimbizi wa ndani, wakihama kutoka makazi yao kwenda maeneo salama zaidi, huku wengi wakielekea mataifa jirani kutafuta hifadhi. Sasa maisha ya raia wa Ukraine kwa sasa hivi yamekuwa ni ya utata sana, ambapo raia wengi wamekuwa wakiishi kwenye hofu kubwa kufuatia mashambulizi makali ambayo yamekuwa yakitekelezwa na jeshi la Urusi. Na rais wa Urusi Vladimir Putin ameapa kwamba atalipiza kisasi kwa kiasi kikubwa sana kufuatia mashambulizi ambayo yalifanyika siku chache zilizopita kwa jeshi la Ukraine kupiga kwenye daraja la Crimea, lakini kwenye maeneo mengine ambayo yanaihusu nchi ya Urusi na kusababisha taharuki kubwa kutokea, lakini vile vile vifo viliweza kutokea. Ndipo ambapo mashambulizi yaliweza kurindima usiku kucha hadi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliweza kukiri kwamba mashambulizi yamekuwa ni makali na ya hali ya juu kiasi cha kwamba wananchi wake wamekuwa kwenye hofu kubwa sana. Hadi meya wa jiji ambalo liliweza kushambuliwa la Odessa aliweza kutoa taarifa kwamba nchi ipo kwenye hali ya hatari na wananchi watafute hifadhi kukimbilia kwenye maeneo ya mahandaki ambayo yamewekwa ni maalum kabisa kwa ajili ya kujificha kwa wananchi au raia wa Ukraine. Sasa hofu kubwa imejikita pia kwenye maisha ya kila siku, ambapo raia wanajikuta wakiishi kwa tahadhari kubwa, wakijizuia kutoka mitaani, lakini vile vile shule na shughuli za kijamii kuwa na hofu ya kuweza kushambuliwa ghafla. Wanaishi katika hofu ya kupoteza ndugu, marafiki na hata maisha yao. Mashambulizi haya yamesababisha hali ya msongo wa mawazo kwa jamii nzima, huku familia zikikumbwa na maumivu ya kupoteza wapendwa wao na hofu ya maisha yao ya baadaye. Hali hii pia ina athari kubwa kwa watoto ambao wanakumbwa na msongo wa kihisia na kisaikolojia usioisha. Kile ambacho kinazidi kutokea katika nchi ya Ukraine kinaathiri pia watoto wadogo ambao wanaona jinsi gani labda wazazi wanataabika, ndugu wanapoteza uhai. Kile kitu kinakaa moyoni na kinaathiri kwa kiasi kikubwa sana saikolojia zao. Nikupe mfano mmoja mtazamaji wa Zone Media, kile ambacho kinaendelea katika ukanda wa Gaza pale Mashariki ya Kati, kwamba Israel hadi sasa hivi wanazidi kuingia mtifuano na Hamas, kwa sababu kile ambacho kinatokea Gaza, mtoto mdogo anaona mama yake au baba yake, mjomba wake, dada yake au kaka yake au shangazi yake anauawa mbele yake, kitu ambacho kinamkaa kwenye moyo tangu akiwa mdogo hadi anapokuwa mkubwa. Ndio maana inakuwa ni rahisi kwa kijana yule mdogo kuweza kufanya tukio la kuweza kulipiza kisasi anapokuwa mkubwa. Sasa akiwa analipiza kisasi, ina maana kwamba mzozo hautaweza kuisha kamwe. Ndicho hichi ambacho kinaweza kutokea katika nchi ya Ukraine, kwa sababu watoto wadogo wanashuhudia mauaji ambayo yanatokea kufuatia mapigano haya, na moja kwa moja mashambulizi haya yamekuwa kiathiri raia ambao hawana hatia, wakina mama pamoja na watoto. Lakini vile vile wakati mwingine mashambulizi haya yamekuwa kilenga katika hospitali ambazo zimekuwa zikitoa huduma kwa waathirika wa vita hivi. Sasa kile kitu ambacho kinatokea hapa kinatengeneza uhasimu mkubwa sana kwa hapo baadaye baina ya watoto wadogo ambao ni raia wa baadaye au vijana wa baadaye. Wakiwa wanaona hiki kitu ambacho kinatokea, basi kwa baadaye inaweza ikawalazimu kwa wao kuweza kulipiza kisasi kwenye nyakati zijazo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine vita hivi vya Ukraine na Russia vinazidi au vinaweza vikaibua taswira nyingine baadaye endapo labda vitakuja kusitishwa katika nyakati za usoni.
Mamlaka za Ukraine na mashirika ya kimisaada ya binadamu yanaendelea kutoa msaada kadri inavyowezekana, lakini changamoto kubwa za usafirishaji na usalama zinaathiri utoaji wa misaada huo kwa watu walioko hatarini. Kwa sasa raia wa Ukraine wanahitaji msaada wa haraka wa kimataifa ili kuweza kuishi kwa usalama na kupona kutokana na maafa ya vita vinavyoendelea. Hali si shwari kwa ujumla pale nchini Ukraine kutokana na vita hivi, kwa sababu licha ya kuwa Ukraine imekuwa ikijaribu kuweza kupambana kwa kujibu mashambulizi ambayo yamekuwa yakirushwa moja kwa moja kutokea Kremlin, lakini bado Ukraine inazidi kupitia kipindi kigumu kutokana na uhalisia wa vita hivi. Hali inafika hatua rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuomba msaada kwa mataifa ya kimagharibi, sasa mataifa ambayo yamejiunga kwenye NATO, kwamba waweze kumsaidia, lakini kumekuwepo na usaliti wa wazi kwa Marekani kupitia rais wa Marekani Donald Trump, akisema kwamba ataweza kusitisha misaada katika nchi ya Ukraine kutokana na kile ambacho kinazidi kuendelea. Anaona kabisa kwamba endapo ataendelea kuisaidia Ukraine katika vita hivi, basi vita haviwezi kufika mwisho, kwa sababu Urusi tangu ameanza kupigana yeye hajaweza kuteteleka hata kidogo, japokuwa kumekuwa kuna dosari za mara chache zimekuwa zikionekana kupitia mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea, licha ya kuwa rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amekuwa akimsaidia kumpatia baadhi ya askari wake kuweza kwenda kupambana na Ukraine, japokuwa Ukraine amepokea misaada mingi sana. Hata katika utawala wa Joe Biden amepokea misaada ya kutosha kutoka nchi za magharibi, hasa ule muungano wao wa NATO. Amekuwa akisaidiwa na nchi kama Ujerumani na nchi nyingine kuweza kupewa silaha mbalimbali, makombora ambayo yamekuwa msaidia kuweza kupambana na Urusi. Lakini japokuwa Urusi kupitia rais Vladimir Putin amekuwa kichukizwa na vitendo vya kimagharibi ambavyo amekuwa akivifanya kwa ajili ya kuweza kumsaidia Ukraine, vimekuwa vikimkatisha tamaa hata kutotaka kuweza kusitisha mapigano, kwa sababu anaona kabisa kuna usaliti wa wazi ambao umekuwa ukifanyika. Japokuwa rais huyo Vladimir Putin kuna nyakati amekuwa akiongea maneno ya hasira, maneno ya kutoa onyo kwa Ukraine kwamba wasijaribu kupokea misaada kutoka sehemu yoyote, japokuwa kumekuwa kuna mikataba ambayo, japokuwa kumekuwa kuna vipengele vya mikataba ambayo ili mapigano yaweze kusitishwa, basi Ukraine ina wajibu wa kuweza kufuata vipengele hivyo. Moja ya kipengele ni kwamba Ukraine isijiunge na NATO kabisa. Endapo itajiunga na NATO, itahatarisha usalama wa nchi ya Urusi kwa kiasi kikubwa sana, kitu ambacho kwake Mrusi anaona ni hatari kwa Ukraine ikijiunga na NATO kwa sababu ya kiusalama na kiuhasimu kwenye upande wa masuala ya kisiasa duniani. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vinaonekana kupitia mzozo huu ambavyo vinaweza kuwa na matokeo hasi kwa hapo baadaye endapo Ukraine atawajibika kuweza kutofuata vipengele vya mkataba huo. Jitihada za mazungumzo ya kuweza kusitisha mapigano zinazidi kuendelea, japokuwa hapo katikati kwamba mazungumzo yakiwa yanaendelea, basi Ukraine ikaweza kushambulia Urusi kiasi cha kwamba rais Vladimir Putin akachukia kwa kiwango cha juu na kuamua kupeleka mashambulizi usiku kucha, ambapo unaambiwa droni zaidi ya 350 ziliweza kurushwa katika ardhi ya Ukraine kwenye mji wa Kiev, mji wa Odessa na baadhi ya miji ambayo ipo karibu na Kiev iliweza kuathirika kwa kiasi kikubwa sana, huku majeruhi zaidi ya 60 wakiripotiwa. Yote haya ambayo yanazungumzwa hapa ni jinsi gani ambavyo mambo yanazidi kuwa mambo kila siku kufuatia mzozo huu wa Ukraine pamoja na Urusi. Sasa kwa taarifa nyingi zaidi kuhusiana na sakata hili, basi jiunge nasi Zone Media kila siku hapa kwa kuweza kupata taarifa moto kabisa. Kwa kusubscribe channel yetu, basi itakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu muhimu kabisa. Naitwa Victor Moshi.